ya kutoka kwenye jeshi, sijui polisi, sijui nini kuhusu maandamano. Yani siwaleteni ma-exclusive sana ya serikali ile. And that's because nimejifunza kutokana na makosa. Kipindi cha nyuma kabla ya maandamano ya tarehe 29 nilikuwa naongea sana vitu yani sensitive. Lakini mwisho wa siku nikawa yani nawasaidia. Yani nawasaidia Samia na watu wake kwa zile information nilizokuwa nazitoa hapa. Yani of course ilikuwa important mimi kuwapeni nyinyi zile information, lakini pia nilikuwa nawasaidia wale. Yani walikuwa wanajipanga kutokana na zile information nazotoa. Ndio maana mnaona this time siongei. So much is going on kwenye background. Mambo ni mengi yanaendelea, makubwa yanaendelea kwenye background. Lakini nikishayaongea hapa, nikishasema hapa, yani nitakuwa sijafanya chochote zaidi ya kumsaidia Samia kujipanga na Disemba 9. So hapa naangalia sana, yani nimechagua sana vitu vya kuja kuwaletea hapa leo na ambavyo nisiseme. Anyway, nilikuwa nataka niwaambie kwamba yale maandamano ya tarehe 29 mambo mengi makubwa yalitokea ambayo wananchi hamyajui. Kwanza kabisa, polisi wengi wamekufa kwenye yale maandamano. Ni vile hawajasema, hawajaongea, ila askari wengi wamekufa. Wanajeshi pia wamekufa kwenye yale maandamano. So wananchi, wanajeshi pia wamekufa. Sasa how did they die? Ni hivi, hao polisi walikufa, walipigana risasi wenyewe kwa wenyewe. Kuna polisi walikuwa wanapiga risasi polisi wenzao. Why? Kuna polisi ambao walikataa zile order za kuua. Kwa hiyo wakashoot wenzao ambao walikuwa wanashoot wananchi. Same thing na wanajeshi. Wanajeshi waliokufa walipigwa risasi na polisi kwa sababu ya kulinda wananchi. Walikuwa wanalinda wananchi sana. Wale polisi ambao walikuwa ni majangili, ambao waliwekwa, wale wa KMKM, sijui wapi, wale waliua wanajeshi. Na pia wanajeshi wengine walipiga risasi askari. Yani issue ni nzito. Na hapo tunapoongea kuna askari wengine, especially wale kwa wamevaa nguo azieleweki zani za kawaida, wapo kwenye zile noa walizokuwa wanapiga risasi. Wale ambao walikuwa wanapita kupiga risasi, wengine wamekamatwa, wanashikiliwa na jeshi. Samia anaforce waachiwe, anataka waachiwe. Kwa sababu wengi waliokamatwa na jeshi ni vijana wa yule Mafwele, wako jeshini, wamekamatwa. Samia anataka waachiwe. Guys, siku Samia tutakapomtoa Samia madarakani, which is gonna be very soon, ukweli itawaambia hichi ninachowaambia kwamba kuna askari wengi walikufa kwenye yale maandamano ya 29 na kuna wanajeshi walikufa. Yaani wanajeshi hawakuwa wengi, lakini askari wengi walikufa kwenye yale maandamano. Lakini wanajeshi pia walikufa kwenye yale maandamano. Na sio kwa vifo vya wananchi, wenyewe kwa wenyewe vile vyombo vya usalama. Unaona? Sasa ni hivi, tarehe 9 Disemba inaenda kuwa mbaya. Inaenda kuwa mbaya kwa sababu this time watu wamejipanga. Unajua maandamano yale ya kwanza ya 29 hakuna mtu alitegemea Samia anaweza kuwa na ushetani ule wa kutoa order ya wananchi kuuawa. Unaona? Yani ni kwamba mpaka kuna askari ambao wako kwenye jeshi la polisi walikuwa shocked na walikataa zile order. Unaona? Na wanajeshi ndio walikuwa shocked kabisa sababu hawakutegemea risasi, wananchi kupigwa risasi. Walitegemea vipigo, vinini, afu wao watawalinda. Hawakutegemea watatokea watu wanapiga risasi, wanafanya nini? Hawakutegemea hicho kitu. Sasa this time wamejipanga kwa sababu wanajua kwamba Samia ni mnyama kiasi gani, ni shetani kiasi gani. So this time wamejipanga. Ndio maana nasema this time haitakuwa nzuri.
So it's important jamani, nyie wenye influence, wazee, wanani, it's important hii serikali mkakaa nayo. It's important ikatafutwa njia ya kumuondoa Samia kabla ya 9 Disemba. Ikatafutwa njia yoyote Samia kuachia nchi kabla ya 9 Disemba, because inaenda kuwa mbaya. Nawaambieni mimi sasa hivi kuna polisi, yani ndio maana sitaki kuongea too much sababu nitawasaidia ndugu zangu. Sitaki kuongea too much ndugu zangu. Yani ni hivi, kuna wanajeshi sasa hivi wamekuwa suicidal. Navyokuambia, kuna wanajeshi wamepata depression, wamekuwa suicidal, wanataka kujiua ndugu zangu, kwa sababu ya kuruhusu wananchi kuuliwa vile. Kuna wanajeshi sasa hivi wanajisecond guess. Especially baada ya Samia kuwaingizia zile hela. Mpaka wanauliza tunazirudisha wapi? Tunazirudisha vipi? Wamekuwa suicidal, wako so guilt ridden kwa sababu ya kuruhusu vile vifo vilivyotokea. Kwamba they didn't do enough. Yani wanajilaumu. Kwa maana hiyo this time hii ya pili wamejipanga vibaya mno ndugu zangu. Wamejipanga kupambana vibaya mno na haya mauaji. Kwa sababu the first time hawakudhani itakuwa hivyo. Kwa hiyo hawakujipanga, ilikuwa shock. So jamani, Kikwete, Samia, fanyeni mfanyalo, tarehe 9 Disemba muhakikishe mambo yamekaa sawa kabla hiyo tarehe wananchi wasiandamane. Kwa sababu issue inaenda kuwa nzito. Na ndio maana pia mnaona sasa hivi serikali iko kimya. Hawafanyi tena vile vitisho vyao vya kutoka tutaua, si tutapiga, si tuta nini. Issue ni nzito ndugu zangu. Issue ni nzito. Kuna wanajeshi bado wako na Samia. Alafu asilimia kubwa wako guilt ridden na mauaji haya yaliyotokea. Kwa hiyo 29 haiendi kuwa nzuri. Haiendi kuwa nzuri, nawaambieni mimi. Kwa hiyo serikali, kina Kikwete, watafute jinsi yoyote, njia yoyote, waiachie hii nchi kwa amani, kwa sababu tarehe 9 wananchi watakapotoka ndani. Ndugu zangu, like I said, sitaki kuongea mengi, lakini nitaka niwaambieni hicho kwamba issue ni mbaya. Issue ni mbaya jeshini, issue ni mbaya mpaka polisi. Naambieni mpaka polisi. Polisi wako wengi wako guilt ridden kwa yale mauaji. Kwa hiyo tarehe 9 mauaji kutokea tena ya wananchi, ndugu zangu, hayatokei. Yatatokea mauaji ya wako. Sitaki kuongea, like I said, nitaongea too much. Lakini ni lazima hii serikali Samia aachie nchi kabla ya tarehe 9 Disemba ndugu zangu. Lazima tarehe 9 Disemba Samia aachie nchi. Kwa sababu it's gonna be bad. Ni hilo nikwenda kuambia.